Nina mashaka na inawezekana ni ukweli kabisa ya kwamba mbinu mpya ya Samia na CCM inawezekana kabisa itawamaliza Chadema mazima au itawatuliza Chadema kwa muda mpaka Samia atakapomaliza muda naotaka kuwa anapotaka, na katiba mpya hawapi. Nisikilize, nitachambua mambo kadhaa hapa ya Chadema walitakiwa wafanye nini, lakini pia nitachambua CCM na Samia wakimalizana na Chadema kwa namna yoyote, kwa njia yoyote, wawe na uhakika kwamba hawajajigarantii usalama wao. Iko movement nyingine inaweza ikaja kuwa na nguvu kuliko Chadema. Msikilize Samia kidogo hapa, alafu nirudi nichambue mambo haya. Tuko vizuri, lakini mwenzetu mmoja bado anaendelea kutafakari. Tunaendelea kupokea misukumo yake, condition zake, matakwa yake, tunaendelea na ndo mambo yanavyoendeshwa kwenye nchi. Tunakwenda kwenye suala marekebisho ya katiba ya Zanzibar kutokana na mambo walioyazungumza, na kwa upande wetu tukimaliza tume hii ya nani ni nani, na hatusubiri kumaliza, tayari nadhani tutakuja kwenu. Tayari tunataka kuunda tume ya maridhiano ili kuharakisha mwenendo wa katiba au swala la marekebisho ya katiba. Kwa wakati hawa wanaendelea na investigation, kwa sababu mambo hayahusiani, hawa wa reconciliation na wenyewe tutawatangaza na wenyewe waanze kazi. Slogan style namna hii ambayo umemwona Samia hapa, ambayo wandani au mambo ya ndani yanaonyesha kwamba kwa sasa ni kama wameona kinywa kina black, kwa hawezi kuongea live, kwa ni kama wameanza kurekodi, wanakatakata vipande ili warushe, ili onekane twetu mambo tunatoonekana ni mwema, CCM ni wema, ndito tuwe tunaonekana. Sasa katika kile nilichokuambia kwamba mbinu mpya ya CCM na Samia inawezekana inawamaliza kabisa Chadema, mimi niliongea sana kule mwanzo na bado nitaendelea kuongea, na hata kuna mtu inawezekana hata alipokea ujumbe wangu specific katika walio na uwezo wa kuamua mambo kwenye Chadema, kwamba madai yenu ya katiba mpya watakuja kuyatumia CCM kubuy time, ama watakuja kuyatumia CCM kuwafanya musiwe na ajenda. Yani hata watakapoanza kuwakabili, mnaona Chadema walikuwa wanadai hiki, tumeamua kuwapa, sasa wanaonekana hawana ajenda maalum. Hiyo ajenda ya kudai katiba mpya, munisikilize vizuri, yote unanisikiliza. Ajenda kudai katiba mpya, ninahisi inawezekana wakubwa pengine ndio walioshinikiza Chadema kwamba msidai kingine chochote, dai nini katiba mpya. Ama inawezekana kabisa ajenda ya katiba mpya, kudai katiba mpya kuliko dai hasa, ilipandwa na CCM wenyewe Chadema bila wao kujua au wakiwa wanajua. Ajenda ya kudai katiba mpya badala ya kudai ambalo lilipaswa kabisa, lilitakiwa kabisa, inawezekana kabisa ilipandwa na CCM wenyewe kwa Chadema kujua au kwa kutokujua. Ni asilimia chache kwamba ilipandwa ni asilimia chache kwamba iwe ilipandwa na wakubwa kule juu, kwamba sasa msidai hicho cha kinachotakiwa kudai hasa, dai nini hiki, pengine tutapitia humo kwenye hiki mnachodai katiba mpya, mtapitia humo kwenda kupata, na sio haki kamili
mnayoistahili kwenda kupata mgao kidogo, na nyie muje mlepo, mmegewepo kakipande fulani. Nisikilize kwa makini. Na Chadema hiyo hawatapata, hiyo katiba mpya hawatapata, ila itatumika tu kubuy time. Sasa mchakato wake utakwenda mpaka Samia atatoka, atamaliza muda nao taka, au Mungu ataingilia kati kufanya jambo linalopita Chadema kufanya, linalopita maombi, unabii wa manabii na wahubiri na vitu kadha wa kadha. Ama kama sivyo, mchakato wa katiba utaendelea, ila itakuwa ni katiba itakayobadilishwa ganda, na itakuwa katiba mbaya zaidi kuliko hii iliyopo. Endelea kunisikiza kwa umakini. Niende kwenye jambo la pili. Chadema walitakiwa wafanye nini? Mimi nimetoa pendekezo hili mara kadhaa, kudai serikali ya mpito ambayo ndio ingesimamia katiba mpya, ingesimamia utaratibu wa katiba mpya. Lakini kwa CCM wataishia tu kubuy time. Kwa CCM wataishia kuwabadilishia cover la katiba na kuwapa mbaya zaidi CCM hawa utawala huu wa Samia. Niamini mimi, yamini maneno haya, itakiwa kudaiwa kwamba Samia na utawala wao hawatakiwi kuwa kwenye nafasi hiyo. Viwe vinadaiwa tu kwa lugha kabisa kwamba uchaguzi sio hivyo. Wameua watu, wameteka watu, hawastahili kuwa hapo. Mimi nikwambia, tukikosa tunachokitafuta ni kuzidiwa akili au kumalizwa kiakili, tukianza kukomalia tusichokistahili. Samia na CCM wameua watu, wameua watoto wetu, wameua wapendwa wetu. Hawatakiwi kujadiliana nao chochote. Hao wanatakiwa kukabiliwa kwa maneno ya kila namna, kukabiliwa tena bila kuwasikiliza. Ukiwasikiliza unasikiliza tu wametapika nini, unazoa matapishi yao unawarushia. Wanatakiwa wawe jela, wanatakiwa wangekuwa mahali pengine hata wanaomba msamaha, lakini sio kuonekana mutakaa na CCM, mukae na CCM mujadiliane nao namna gani tutaenda mbele. Yani nahakikishieni CCM wangefanya yote, CCM wangefanya yote kutesa watu kwa namna yoyote, kumwaga damu kwa namna walivyomwaga, kwa namna ambavyo sasa walifika mara wakaona ndio njia inayowapa raha zaidi, ndio njia ya mwisho inayohakikishia kuwa kwenye nafasi walizonazo. Hiyo njia waliikosea, hata kama Chadema waishazoea kuuawa kwa watu wao. Lakini sasa kwa bahati mbaya kwa sasa wamevuka. Hawajakabiri Chadema tu, hawajaua watu wa Chadema tu, wamekuja wameua na sisi wengine ambao kimsingi mimi nimeimba nyimbo nyingi sana huko nyuma, nimeambia CCM kwa namna nyingi, nikasema uweni watu wote, teseni watu wote, lakini mkiingia kuua watu wa Mungu mmetangaza vita ya milele. Na hiyo vita yenyewe haitegemeagi ni wengi kiasi gani. Yani kwa mfano tu mimi nitakuwa nikisema maneno moja tu ya
mengine dhaifu, yaliyochangamana na kulia, yaliyochangamana na kuonekana nimeshindwa, lakini maneno yaliyo na dua, yaliyo na uwepo na neema ya Mungu itakayokuwa inasababisha, unaona tu kuna namna mambo yanaweza kupindukia popote, lakini ifanyike. Mbarikiwa pengine ndiye ambaye ni moja ya sauti kubwa za kilio za damu. Tumuue, bado watakuwepo watu wa Mungu. Mimi tu kanisani nafundisha watu kuwa na moyo kama nilio nao. Nitakuwa update mpaka muda huu naongea, nimepata taarifa ni kama kuna watoto wangu, leo ni Jumamosi ya tarehe 1 mwezi wa 8, nasikia watoto wangu walikamatwa Jumanne, na kwa kuwa walikamatwa kwa siri, kuna mtu amekuja kutoa taarifa aliyetoka kituo cha polisi. Sasa hiyo acha niifuatilie, nitakuja kuupdate, nitakuja kujulisha mambo yakoje. Wameua watoto wangu wa kutosha, kwa sababu walionekana kupinga dhuluma hii. Wameweka kwenye vituo vya polisi, wameteka, wamefunga. Ninawahakikishia vita ya Chadema, kuna wakati mwingine tumewapushi Chadema, kuna wakati mwingine tumeonyesha ni kama acha tutumie hiyo nafasi walio nayo Chadema. Ni kwa sababu Mungu ni wa utaratibu, Mungu ni wa kanuni, Mungu mtumia aliye mbele. Kwa kuwa Chadema wanaimba wimbo ule ule wa haki ya Mungu na unasikika zaidi, tumewatumia waendelee kusukuma ule wimbo ufike kwa namna rahisi. Chadema wakishindwa mbinu, wakishindwa maarifa, wakimalizana na CCM kwa namna yoyote, tutakuja fronti wenyewe, ambao inawezekana hatutapata nafasi za mikutano ya kisiasa, lakini sauti zetu zitasikika kwa namna ambayo itatoa matokeo haya ninayokuambia. Mimi ninachosema, CCM, Chadema walitakiwa kudai haki ya kuwakataa hawa na kudai uchaguzi upya, wabaki hapo, na kudai serikali ya mpito ambayo ndio ingesimamia katiba mpya, ingesimamia utaratibu wa katiba mpya. Lakini kwa CCM wataishia tu kubuy time. Kwa CCM wataishia kuwabadilishia cover la katiba na kuwapa mbaya zaidi CCM hawa utawala huu wa Samia. Niamini mimi, yamini maneno haya, mchakato wa kudai tu katiba mpya umekaa kihuni, umekaa kisiasa, kwa namna siasa zinavyotafsirika kwenye nchi zetu, kwamba siasa ni uhuni, ni hila, ni ujanja. Siasa yenyewe sio hivyo. Sasa nitaka tu nikuchemshe ubongo, fanye ubongo wako uone hata kisichoonekana, hata kisichowezekana. Sasa mchungaji, sasa itakuwaje? Sawa, hongera na asante kwa kunisikiliza.